moja na ardhi, basi aliweka idadi ya miezi kwa mwaka mzima ni miezi 12. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda. Sasa katika hiyo miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia minha arba'atun hurum, ndani ya hiyo miezi 12 ipo miezi minne ambayo ni mitukufu, na akatusisitiza akatwambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu kwa namna moja ama nyingine ndani ya hiyo miezi minne ambayo ni mitukufu. Msizidhulumu nafsi zenu kwa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia msizidhulumu nafsi zenu kwa kuacha kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alimradi ni sehemu zote mbili. Utakapoacha kufanya ibada ndani ya miezi hii umeidhulumu nafsi yako. Sio miezi mingine utakuwa umeruhusiwa, hapana, ila katika miezi mitukufu. Kama ilivyo kawaida, ndani ya miezi mitukufu malipo yanakuwa mengi hakadha, na matatizo yanazidi kuwa mengi ndani ya miezi mitukufu. Sasa Mwenyezi Mungu ametuambia katika miezi hii mitukufu tusizidhulumu nafsi zetu. Anatuhimiza kwamba miezi hii mitukufu ni miezi ya heshima. Sasa tutakapoingia kwenye makosa, basi yale makosa tungeliyafanya nje ya miezi hii mitukufu yalikuwa ni madogo, lakini ndani ya miezi mitukufu yale makosa yanazidi matatizo yake, na thawabu hivyo hivyo zinazidi. Mwenyezi Mungu hajatuambia katika Qur'an hiyo miezi minne ni miezi gani. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ndo alikuja akatupambanulia miezi yenyewe, akatwambia mitatu imefuatana, halafu moja umekaa peke yake. Mitatu iliyofuatana ni Dhulqada, Dhulhajji na Muharram. Mfungo wa pili, mfungo wa tatu na mfungo wa nne. Hii imefuatana. Lakini moja umekaa baina ya Jumada al-awwal, baina ya Jumada al-akhir na Shaaban. Kati ya mfungo wa 9 na Shaabani, kati ya miezi hii miwili. Huu mwezi moja uliokaa peke yake ndio umo ndani ya kati ya miezi hii miwili, baina ya mfungo wa 9 na Shaabani mfungo 11. Mwezi wenyewe ni Rajabu, ambao nahnu fihi, sisi tumo ndani ya Rajabu. Sasa tulijaribu kuelezea moja katika utukufu wa Rajabu ni safari aloisafiri Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini leo hii tutaanza kidogo na kuelezea fadhila zingine ambazo zimo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabu. Nini tunatakiwa tukifanye? Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi yake anatuambia inna Rajaba shahrullah wa Shaabanu shahri wa Ramadan shahru ummati. Inna Rajaba shahrullah wa Ramadana shahri inna Rajaba shahrullah, hakika ya Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa Shaabana shahri, na Shaabani ni mwezi wangu mimi. Mtume anasema wa Ramadhana shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Lakini Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Na maana Shaabani sio Mwenyezi Mungu, Safar sio mwezi wa Mwenyezi Mungu, Rabiul Awwal sio mwezi wa Mwenyezi Mungu, wakati ni yeye mwenyewe ndo kaiadidi, kaiumba hii miezi na akaipangilia kwa mwaka mzima iwe miezi 12. Kusudio la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama la kudhofisha miezi hii, Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, Shaabani ni mwezi wangu mimi Muhammadi, lakini Ramadhani ni mwezi wa umma wangu, ni kutokana na fadhila iliyomo ndani ya miezi hii mitukufu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim annahu qala sallallahu alayhi wa sallam inna fil jannati shahran, inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab, ashaddu bayadan min al-laban wa ahalla min al-asal, man sama yawman min Rajab saqahu Allahu min dhalika ash-shahr. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akielezea mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndani ya mwezi huu, au mambo ambayo miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndani ya mwezi huu wa Rajabu. Mtume anasimulia kwanza, anasema katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mto mmoja unaitwa Rajabu, lakini mto huu
maji yake ni meupe kushinda maziwa, kushinda weupe wa maziwa. Lakini pia maji haya ni matamu kushinda utamu wa asali. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, man sama yauman fi Rajab, yoyote atakayefunga japo siku moja ndani ya mfungo 10, saqahu Allahu fi hadhihi an-nahr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnywesha mtu huyo aliyofunga siku moja ndani ya Rajabu, atamnywesha mto huu ambao upo ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumehimizwa kufunga mwezi wa Rajabu. Alikuwa anafunga Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati akikithirisha kufunga mwezi wa Shaaban, aliulizwa na maswahaba, kwa nini unafunga kwa wingi sana ndani ya Shaabani? Mtume sallallahu alayhi wasallama akawajibu wale maswahaba akawaambia, nafunga sana mwezi wa Shaabani kwa sababu ni mwezi unaosahaulika kufungwa na watu baina ya Rajabu na Ramadhani. Kwa maana watu wanafunga Rajabu sana, wanafunga na Ramadhani, katikati Shaabani inasahaulika. Sasa mimi naufunga mwezi wa Shaabani kwa wingi kwa sababu nauhuisha mwezi huu, watu wanausahau kufunga mwezi wa Shaabani. Kipi kinachowasahaulizisha? Wanafunga ndani ya Rajabu, halafu wanafunga ndani ya Ramadhani. Huu mwezi wa Shaabani wanausahau kufunga. Kwa hiyo Mtume, moja katika sababu za kufunga kwa wingi sana ndani ya Shaabani ni kwa sababu watu wanausahau huu mwezi wa Shaabani kufunga saumu ya sunna, kwa sababu wanashughulika na saumu ya sunna ndani ya Rajabu kwa sababu imeruhusiwa, na wanashughulika na saumu ya fardhi katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Shaabani wanaisahau. Zipo hadithi nyingi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameadidi, amehesabu, anayefunga mwezi mosi ndani ya Rajabu anapata malipo fulani, anayefunga siku ya pili malipo yake, siku ya tatu malipo yake, mpaka siku 15. Muda kuunganisha kuyaeleza haya, muda hautoshi. Lakini kiukweli umekosa sana ndani ya Rajabu. Funga angalau siku moja. Siku ya Kiyama utasimama nayo hiyo siku mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utanyweshwa mto huu alioeleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia moja katika taadhim za Rajabu, hata makufar Makuraishi wenyewe walikuwa wanauheshimu na wanautukuza huu mwezi wa Rajabu. Zama za ujahilia vita vilikuwa vinapigana muda wote tu. Watu wakiamua kupigana basi wanapigana tu, wanatunishana misuli. Ukoo fulani kama una nguvu unatamani kuwapiga kuzipiga zile koo ambazo ni dhaifu. Sasa katika mapigano haya yanapofikia mfungo wa 10, basi yale mapigano wanasitisha. Hawa ni mushirikina, ni makufari hawa, kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuletea utume. Inapofika Rajabu vile vita wanasitisha, wanasema hapana, mwezi huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, haiwezekani tukapigana ndani ya mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwani Makuraishi walikuwa wanamjua Mwenyezi Mungu wa kweli? Naam, walikuwa wanamfahamu Mwenyezi Mungu wa kweli. Abdul Muttalib zile zama za lile jeshi lililoingia pale Maka kwa lengo la kwenda kuivunja Kaaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au msikiti wa Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walipokaribia pale Maka walisimama kidogo, halafu wakapeleka ujumbe, katuitieni mzee ambaye anajulikana, ni mzee mashuhuri, ni mzee mkubwa katika mahala hapa. Wakaenda wakamuita mzee Abdul Muttalib, babu yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakati bado ni mushrikina na alikufa hali ya kuwa sio Muislamu, kwa sababu anakufa Abdul Muttalib, Mtume bado hajaletea utume. Sasa ameitwa Abdul Muttalib na yule mfalme yule
wakiwa na jeshi lao. Katika hilo jeshi lao yumo tembo, na ndio sababu ya kushuka sura nzima ile suratul Fil. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Ndio hao mabwana hao walienda kuivunja nini? Kuivunja Kaaba. Sasa ameitwa Abdul Muttalib, anapewa ujumbe, anaambiwa bwana, sisi hatukuja kumdhuru mtu yoyote katika mahala hapa, lakini lengo letu sisi tunataka tuje tuiteketeze hii nyumba hii, manake mnajifakharisha sana na hii nyumba. Kisa mtu mmoja kutoka Maka alipita sehemu za Habasha huko, kulikuwa na kanisa, akaenda akalipakaza kinyesi. Sasa yule mfalme alipopata taarifa huyu mtu alofanya hivi ametoka mahala fulani, akaapa, tutaenda tuivunje hiyo Kaaba yao ambayo wanaringa nayo, wanajifakharisha nayo. Sasa huyu mfalme aliazimia kutekeleza ile ahadi yake aliyoiweka, kwenda kuivunja ile Kaaba. Wamefika pale, huku njiani wanakuta ngamia wanachunga, basi waliwateka, wakawaweka wale ngamia katika himaya yao. Sasa Abdul Muttalib alipofika pale, naye ni moja katika watu wa Maka ambao ngamia wao takriban ngamia wake 200 walitekwa na wale mabwana. Amefika pale, yule mfalme anamwambia, bwana, sisi hatuna madhara na mtu yoyote, tunakuombeni tu mtupe amani, asituingilie mtu aina yoyote, mtu achie tufanye kazi yetu, sisi tunataka tuivunje, tuisambaratishe hii nyumba hii. Abdul Muttalib akamwambia, ama kuhusiana na hii nyumba, hakuna hata kati yetu hata mmoja kati yetu sisi Makureishi hapa Maka ambaye anaimiliki hii nyumba. Hii nyumba ina mwenyewe hii. Sio sasa sisi hatuna uwezo wa kuihami hii nyumba. Yeye mwenyewe akiamua hii nyumba yake iharibiwe, basi ni yeye mwenyewe, kwa sababu ndio mali yake yeye mwenyewe. Lakini mimi ninachokuombeni, nirudisheni ngamia wangu mlooteka. Hii ndio ya kwangu, ama hiki ndicho cha kwangu. Hizi ndizo mali zangu, na kuombeni mnirejeshe ngamia. Ama swala la nyumba, mwenyewe yupo, akikuruhusuni kwenda kuiteketeza, haya. Lakini sisi hatuna ubavu wote kukuzuieni nyinyi juu ya nyumba, kwa sababu kwanza sio ya kwetu. Tunafahamu kilichowapata hawa mabwana hawa. Nazungumzia Makureishi walikuwa wanamfahamu Mungu yupo, na ndio maana Abdul Muttalib akasema hii nyumba mwenyewe yumo, ambaye ni nani? Ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Sasa akiachie mwenyewe kuivunja, ivunjwe, basi nendeni mkaivunje. Lakini sote tunafahamu kilichotokea. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ndicho kilichowapata hawa mabwana. Hatupo katika kisa cha kusimulia hawa mabwana, tulikuwa tunazungumzia kwamba ile Kaaba hata Makureishi wenyewe walikuwa wanaitukuza. Makureishi walikuwa wanautukuza mwezi huu, mfungo 10 tuliokuwa nao. Inapofika mfungo 10, kama wana vita vyao, wanavisitisha vile vita. Lakini hawaishili hapa tu utukuzo wa mwezi huu wa Rajabu. Ile Kaaba zama za ujahilia, kulikuwa na watumishi wahudumu wa ile Kaaba, ile nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika wale watumishi, kawaida yao ule mlango wa msikiti ama Baitullah al-Haram ulikuwa haufunguliwi miezi yote isipokuwa siku 2 tu, yaum al-Ithnain wal Khamis ilikuwa inafunguliwa, ama ulikuwa unafunguliwa ule mlango siku ya Jumatatu, Jumanne unafungwa, Jumatano unafungwa, Alhamisi unafunguliwa, Jumamosi unafungwa, Jumapili unafungwa, Jumatatu unafunguliwa. Kwa maana kwa wiki ulikuwa unafunguliwa siku 2 tu, Jumatatu na Alhamisi basi. Lakini ilipokuwa inafikia mwezi wa 10, mfungo wa 10 Rajabu, walikuwa wanafungua ule mlango mwezi mzima, sio Jumatatu na Alhamisi. Jumatatu na Alhamisi, hapana, ni mwezi mzima ule mlango unafunguliwa. Kifika usiku unafungwa, kesho asubuhi unafunguliwa, mwezi mzima. Wakati wanafanya hivi, huku wakisema ash-shahru shahrullah wal baytu baytullah wal abdu abdullah fala yumna
Abdullah min baitillah fi shahrillah. Wakati wanaofungua ule mlango kila siku katika mfungo 10 walikuwa wanasema maneno haya: ashharu shahrullah, huu mwezi huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Wal baitu baitullah, na hii nyumba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na wanahakikisha ni nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ile nyumba ni nyumba kongwe. Baitullah latiqi, ni nyumba ya enzi na enzi. Wanasema wal baitu baitullah, na nyumba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wal abdu abdullah, na mja ni mja wa Mwenyezi Mungu. Fala yumna abdullah, asizuiwe mja wa Mwenyezi Mungu, min baitillah, kutokana na nyumba ya Mwenyezi Mungu, fi shahrillah, ndani ya mwezi wa Mwenyezi Mungu. Hawa ni Makuraish kabla ya bi'thati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kabla mtume hajaletewa utume, bado wanaitukuza hii nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu huu mwezi ni mwezi mtukufu. Basi tusifungue mlango wa nyumba ya Mwenyezi Mungu Jumatatu na Alhamisi, hapana, tufungue mwezi mzima iwe wazi hii nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni Makuraish wakiutukuza mwezi huu mtukufu wa Rajabu. Sasa turudi katika safari yetu ya Isra, bado hatujafika kwenye Mi'raji. Mtume sallallahu alayhi wasallama tulimwacha amepita kadhia nyingi, na zote ni mafundisho kwetu sisi. Leo hii tunaendelea na safari ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa na Jibril alayhi salam pamoja na Mikail alayhi salam. Walifika mahala bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa safarini, mara akasikia sauti inatoka kuliani kwake ikisema: e Muhammad, undhurni as'aluka, Muhammad nitazame nipate kukuuliza. Mtume sallallahu alayhi wasallama hajaujibu ule wito, hajatekeleza kile alichoambiwa na ile sauti, akaachana nayo ile sauti. Walipofika mbele, anamuuliza Jibril: ma hadhihi ya Jibril, au ma hadhihi daa ya Jibril, huu ni wito gani e Jibril? Jibril akamwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam: hadhihi daa al-yahud, huu ni wito wa Kiyahudi, na lau ungeujibu wito huu la tahawadati ummatuka, umati wako wote wangefuata mila za Kiyahudi. Akaenda mbele tena bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mara akasikia wito unatoka kushotoni kwake ukisema maneno yale yale: e Muhammad, ya Muhammad, undhurni as'aluka, Muhammad niangalie nikuulize. Mtume hajaujibu ule wito, anamuuliza Jibril: ni wito gani huu? Jibril anamwambia: hadhihi da'i naswara, huu ni wito wa kinaswara. Lau ajabta hadhihi da'a latanaswarati ummatuka, ungeliujibu wito huu basi umati wako wangelikuwa manaswara, kwa maana wangefuata mila za kinaswara. Mito hii miwili Mtume sallallahu alayhi wasallama hajaitika wala hajaijibu chochote, na Jibrilu alimtahadharisha akamwambia: lau ungethubutu kuwaitika hao mabwana au kuitika mito hii miwili, umma wako wangefuata mila za Kiyahudi na Kinaswara. Swali: leo hii tunafuata mila za Kiyahudi na Kinaswara au hatufati? Jibu ni kwamba tunazifata kwa asilimia takriban 80, tunafuata mila za Kiyahudi na Kinaswara. Hili ni jambo ambalo liko wazi, halina kificho, na kila mmoja wetu hawezi akalipinga hili. Hata ibada zetu tu tayari tushaingia mila hizi. Ibada zetu, baadhi ya ibada zetu tunazozifanya, tutake tusitake, tukubali tusikubali, tayari tushaingia katika hizi mila. Jinsi tulivyovutwa kidogo kidogo, tumejiingiza wenyewe bila ya kujua. Tunajikuta tu tayari tushabobea, tumezama katika hizi mila zote, mila ya Kiyahudi na mila ya Kinaswara. Hata ndoa zetu tu, tuangalie ndoa zetu za leo tunazozifanya.
hatuwezi tukabisha. Ndoa zetu tunazifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tunazifanya katika mila aliyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni pale anapopiga goti tu yule mume anapotaka kukabidhiwa mke, pale ndo tunafata mila zetu za Kiislamu. Zinasomwa aya pale, inasomwa hutuba, zinasomwa na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, yanatoka matamko, wali na yule anayeoa kukabidhiwa mke. Tukitoka pale basi tunaziacha zile mila zetu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale pale, kama ni msikitini, kama ni nyumbani, tunaziacha pale pale. Kinachofuata baada ya pale ni millatul yahudiyya wan nasraniyya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba tuliokuwa nao leo hii. Kinachofuata baada ya pale, tumesahau zile aya, tumesahau hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya hapo mpaka maisha ya nyumbani yakitokea matatizo, ikitokea mzozo mume na mke, haturudi tena huku tulikosomea aya na hadithi, tunaenda kule kule katika mila za Kiyahudi na Kinaswara. Harusi leo hii haiandaliwi, inapangiwa. Wa watu wanafanya vikao miezi mitatu, miezi minne. Hili tukio linakuja kutokea muda mchache, hata dakika 10 hazipiti, lakini linafanywa vikao miezi minne. Sasa angalia ama chunguza vile vikao vinavyofanya, haya maandalizi yanayofanyika ni maandalizi ya kutumika zile dakika 10 pale bwana harusi anapokabidhiwa mume, au ni maandalizi gani yanayofanyika miezi minne? Utakuja kugundua kinachoandaliwa hapa ni hizi mila ambazo Mtume hajamjibu ule wito wa Kiyahudi wala hajaujibu ule wito wa Kinaswara, lakini ndio hayo tunayafuata. Hakuna tulichokwepa. Wallahi lau Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafufuka zama za leo, halafu akashuhudilia zile harusi zetu tunazozifanya, atasema kumbe siku ile ningejibu tu ile mito ya Kiyahudi na Kinaswara. Kulikuwa na haja gani sasa mimi kujizuia? Watu wanafanya utaratibu kuandaa ngoma, kama ni matarumbeta, kama ni kitu gani. Lakini yule msomaji hutuba wa siku ya ndoa, ambalo ndio tendo linalofanya ukakaa vikao vya miezi 4 miezi 5, yule ambaye atakayekuja kusoma hutuba, huyu anasubiriwa imebaki wiki moja ama siku 2, halafu mtu ndo anamwendea, halafu anakuja na nyudhuru nyingi, bwana nilighafilika. Lakini wallahi thumma wallahi miezi 4 wanafanya vikao kwa ajili ya hili swala la harusi. Huyu anayekuja kusoma ile hutuba ya ndoa ili mume akabidhiwa mke, walofanya vikao miezi 4, anakuja kupewa taarifa zimebaki siku 3 ama siku 5. Kesho kutwa bwana na binti yangu bwana nataka uje uniozeshe. Kesho kutwa bwana na kijana wangu anataka kuoa bwana, wewe huo ndio nani? Ndio shekhe ukwenda kumuozesha. Ndoa ina process nyingi ndugu zangu Waislamu. Huyu anatakiwa kabla yoyote, huyu ndo anatakiwa apewe taarifa ili aanze kufanya uchunguzi. Asije akamuozesha binti ambaye hajaachwa na mume wake, asije akamuozesha binti ambaye yupo kwenye eda, asije akamuozesha binti ambaye hana wali. Leo hii anakuja sasa ndio siku imefika ya harusi, huyu alokusudiwa amepewa siku 3. Anasema huyu ni mtoto, ni binti wa mama yangu mdogo, huyu ni dada yangu. Dada yako kivipi? Mama yake huyu na mama yangu ni watu wa mtu mmoja. Subhanallah. Uwali hana uwali huyu kisharia, haruhusiwi, lakini yeye tayari kwa sababu ya ujahilia waliokuwa nao, ya ujinga ya kuliendea lile jambo waliokuwa nalo, wao wanaona huyu ni kaka yake, si kaka yake. Kaka anaruhusiwa kumuozesha dada yake, hajui ni kaka vipi. Lakini kwa sababu ya urahisi tu, ni ndoa nyingi zinafungwa, lakini ni batili wallahi. Ndio unaanza sasa kuhangaika hapo. Huyu hana kaka yake ambaye alozaliwa na baba moja,
yuko wapi? Yuko sehemu fulani, hebu tupige simu. Mnaanza kuhangaika. Huyo ndio msoma hutuba anaanza kuhangaika, kwa sababu tayari kashagundua endapo atafungisha hii ndoa kwa mtiririko huu, hii ndoa itakuwa sio sahihi. Hawa wataenda kuzini tu kule, lakini hawa wenyewe waandaaji wa hiyo harusi, vikao vya miezi minne, wallahi hawajui chochote. Kumbe wanataka kwenda kumzinisha binti yao, wanataka kwenda kumzinisha kijana wao wa kiume. Sasa hizi mila za Kiyahudi na Kinaswara tumejiingiza moja kwa moja. Mambo ya ndoa, yule ambaye kama ni kadhi ama kama ni shehe kama ni nani wa kwenda kufungisha ndoa, anatakiwa yeye ndio wa kwanza apewe taarifa, aanze kuchunguza. Upande wa wenzetu kuna masomo wanasomea siku nyingi tu. Ile ni kuweka wazi lile swala, kama kuna kipingamizi mtu aje aweke pingamizi. Lakini leo huyu unambeba shehe tu, bwana twende bwana. Kumbe yule binti ametoka mkoa mwingine kule, kamkimbia mume wake, amekaa hapa mwezi moja, amekutana na mwanamume, tayari washaelewana, wanataka waoane. Unaenda kumuozesha mke wa mtu. Lakini hili kosa ni la nani? Kosa ni la hawa wanafamilia. Tuachana na hizo mila za Kiyahudi na Kinaswara. Kama umeandaa ndoa yako ya Kiislamu, ifanye ndoa ya Kiislamu iridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo zinasomwa aya, zinasomwa hadithi, lakini wakitoka hapa magoma yanapigwa, watu wanasasambua. Leo hii kuna Kiswahili cha kusasambua. Mabinti wa Kiislamu ndio wanacheza uchi kwenye hiyo harusi. Hiyo harusi itakuwa na baraka? Wanakaa mwezi moja tafrani katika nyumba, kwa sababu harusi yenyewe haina radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikataa kuzijibu hizo nyito mbili, wito wa Kiyahudi na wa Kinaswara, na akapewa taarifa na Jibrilu. Ungeujibu wito huu wa Kinaswara, umma wako wangelikuwa Manaswara. Ungeujibu wito huu wa Kiyahudi, umma wako wangelikuwa Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoachana na hizi sehemu mbili, akaenda mbele, akamkuta mzee moja anaichepuka njia. Yule mzee akisema, halum ya Muhammad, njoo Muhammad. Jibrilu haraka haraka akamwambia, bal sirra ya Muhammad, twende ya Muhammad, achana na huyo mtu. Yule mzee alipomwambia tu njoo Muhammad, hajamaliza kauli yake, Jibrilu haraka haraka akamuwahisha bwana mtume, akamwambia twende. Anafika mbele, anamuuliza mahadhi ya Jibril, nani huyu? Jibril anamwambia, huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha aduullah wa huwa iblisul lain yuridu an tamila ilayhi. Huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye ni iblisi lain, anakutaka umfate, ndio maana nikakuharakisha, twende. Angalia iblisi lain, mpaka Muhammad anataka ampoteze bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kisha akaenda mbele, akamkuta bibi moja kizee yuko pembezoni mwa njia. Yule bibi anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unzurni as'aluka, Muhammad nitazame nikuangalie. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hajamgeukia yule mama wala hajamjibu ile kauli yake. Mtume anamuuliza Jibril, ma hadhihi ya Jibril, ni nani huyu Jibril? Jibril akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqa min umri hadhihi al-ajuza. Innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqa min umri hadhihi al-ajuza. Hakika si vinginevyo haukubaki umri wa dunia ila kile kilichobaki kutokana na umri wa huyu bibi kizee. Alimkuta yule bibi kizee amezeeka kweli kweli. Sasa yule bibi kizee ndo alifananishwa na umri uliobaki wa dunia. Karne 14, sio karne ngapi hizo, enzi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa umri uliobaki wa huyu bibi kizee huyu ndio umri uliobaki wa dunia. Kwa maana hiyo dunia imemalizika. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alienda akamkuta binti moja mzuri, dhiraa zake ziko wazi, halafu ana kipambo
kila aina ya kipambo ambacho unachokifahamu katika vipambo vya duniani, yule mwanamke alikuwa na hicho kipambo, kwa maana amejipamba nacho. Kwanza dhiraa zake mbili ziko wazi, halafu ana kila kipambo alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii dunia. Dhahabu anazo, fedha anazo, yes, kitu gani anacho, kila kipambo unachokifahamu wewe. Lakini pia huyu mwanamke alikuwa akimwambia, Muhammad, ya Muhammad, undhurni as'aluka, Muhammad, niangalie nikuulize. Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yaltafiti ilayya, hajamgeukia yule mama. Anamuuliza Jibril, ma hadhihi ya Jibril, ni nani huyu? Man hadhihi ya Jibril, huyu ni nani Jibril? Jibril akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tilka dunya law ajibtaha la khatarati ummatuka dunya min al-akhirah, au la khatarati ummatuka dunya khairun min al-akhirah. Jibril anamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo sio mwanamke, hiyo ndiyo dunia. Angalia, dunia imefananishwa na mwanamke moja, yuko uchi, ana kila kipambo alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mfano uliopigiwa dunia. Mtume anaambiwa hiyo ndiyo dunia, na lau ungelimuitika huyo mwanamke ukamsikiliza anachotaka kukwambia, la khatarati ummatuka dunya, umati wako wangelichagua dunia ni bora kuliko akhera. Akhera wangeiweka pembeni, dunia ingekuwa ndiyo ya kwanza kwa wao. Yani hakuna kitu chochote isipokuwa wanachokiangalia ni dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallama hajamgeukia yule mama wala hajamuitika, hajamjibu chochote. Vuta fikra zako tulivyo sasa hivi sisi na dunia. Hapa Mtume hajamjibu yule mama. Lakini hebu jiulize, leo tulivyokuwa sisi na dunia tukoje? Ina maana tumezama ndani ya dunia, hatujitambui kabisa. Imam Ali karamallahu wajhahu anasema, annasu niyam wa idha matu intabahu. Watu wamelala, watu wote wamelala, lakini watakapokufa intabahu.